Katika kuunga mkono juhudi za kuboresha usafi wa mazingira, Jeshi la Polisi Tanzania Kanda ya Zanzibar limefanya zoezi la usafi wa mazingira katika hospitali ya wilaya ya Mwera-Pongwe, mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ina lengo la kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama na yenye afya kwa wananchi. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, Kamanda wa Polisi mkoa wa Kusini Unguja, Daniel Shila, amesema kuwa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi, huku akisisitiza kuwa Jeshi la Polisi linaendelea kushirikiana na jamii katika shughuli mbalimbali za maendeleo pamoja na kuimarisha uhusiano mzuri kati ya wananchi na jeshi hilo. Jeshi la Polisi Tanzania na hususan mkoa wetu wa Kusini Unguja, pamoja na majukumu yetu ya ulinzi, tumekuwa tukishirikiana na jamii kwa mambo mbalimbali katika shughuli mbalimbali zinazohusu ustawi wa wananchi. Na kazi hii tumekuwa tukiifanya kwa kushirikiana na vikundi vyetu vya ulinzi shirikishi, kama ambavyo tumejinasibu mara kwa mara kwamba sisi tumeamua kushuka kwenye jamii katika ngazi ya chini kabisa, kwenye ngazi ya shehia ama kule bara wanaita kata, kwa kushiriki si tu masuala ya ulinzi, lakini tunashiriki pia katika shughuli mbalimbali za kijamii, kama ambavyo leo umeshuhudia hapa tukifanya shughuli ya usafi katika hospitali ya wilaya Mwera-Pongwe. Lakini tuna shughuli mbalimbali ambazo tumezipangilia kwa ajili ya kushiriki na jamii. Kwa mfano, kesho tumepanga kufika kwenye kituo cha watoto yatima pale Kibele, ambapo pia tunaenda kufanya pale matendo ya huruma. Lakini hii yote ni kushirikiana na jamii katika mambo mbalimbali. Na kama ambavyo tumekuwa tukiongea mara kwa mara kwamba Jeshi la Polisi Tanzania ni jeshi la wananchi, ni jeshi la jamii. Kwa hiyo sisi tumeshuka kwenye jamii. Zaidi ya shughuli za ulinzi, tunafanya pia shughuli mbalimbali. Kule mashuleni tunafanya shughuli ya kutoa elimu kupitia mradi wetu wa usalama wetu kwanza, askari wetu wanafundisha watoto. Lakini tumekuwa pia tukivifikia vyuo vya kati na vyuo vikuu, tukitoa elimu ambayo inaisaidia jamii kuwa na maadili mema kupitia miradi mbalimbali, ikiwepo mradi wa waambie kabla hawajaharibiwa. Na kwenye shughuli kama hizi za hospitali pia tumekuwa tukitoa misaada mbalimbali kwa wagonjwa, ikiwepo misaada ya utoaji wa damu, lakini na vifaa vya maisha, vifaa vidogo vidogo, sabuni, mafuta, dawa za meno, nyembe na vitu kama hivyo. Na si tu kwenye hospitali, lakini pia kwenye nyumba za hifadhi kwa maana ya magereza na sehemu zingine ambazo zina uhitaji mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunachotaka kusema, wananchi mtupokee. Sisi ni watoto wenu na tupo tayari kutumika na jamii katika shughuli mbalimbali, ikiwepo shughuli za ulinzi, lakini na shughuli za maisha ya kawaida ya jamii. Tunashiriki kwenye misiba, kwenye harusi tunashiriki, kama hivi tunavyoona kwamba tunashirikiana kwenye masuala ya usafi. Tunajua hospitali ni taasisi ambayo ina watumishi wake, lakini sisi bado tunaona hospitali ni mali yetu, ni mali ya Watanzania wote. Ndio maana leo tumewiwa kuja kufanya kazi hii. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, na si tu haya na mengine mbalimbali, mtualike, sisi tupo tayari kuja kushiriki pamoja na nyie. Tunachokifanya sisi cha kwanza kwamba tunataka kuionyesha jamii kwamba sisi tuko pamoja na wao. Tuko tayari kushiriki mambo yote ya jamii, lakini katika mrejesho tunategemea pia jamii itaendelea kushirikiana na sisi na isituone kwamba polisi wako kando na jamii iko kando. Sisi ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo sisi tunafanya haya kwa vitendo, na jamii tupokee, tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane. Tunaamini kwamba tutaijenga nchi yetu. Wote tuna jukumu la kuijenga nchi yetu. Kwa upande wake, msaidizi daktari dhamana wa hospitali ya wilaya ya Mwera-Pongwe, Dr. Omar Makame, amelishukuru Jeshi la Polisi kwa kuona umuhimu wa kushiriki katika zoezi hilo, akisema hatua hiyo imeongeza hamasa ya kutunza usafi wa mazingira wa hospitali na kuboresha mazingira ya wagonjwa pamoja na watumishi wa afya. Kwa kweli tumefarijika sana na tunashukuru sana kwa kupata ugeni huu kutoka katika Jeshi la Polisi ambalo limetoka katika mkoa wa Kusini Unguja katika kushirikiana na sisi katika shughuli za usafi kama hizi ambazo tumezipata siku ya leo. Tumefarijika sana na tunashukuru sana, na hii kwa kweli sio mara ya kwanza, walishawahi kuja
na ni mwendelezo kwa kule ambao tumeupata, na tunashukuru sana kwa hilo. Neno la shukrani kwangu mimi kwa Jeshi la Polisi Tanzania, kwa kweli waendeleze ukarimu huu, kwa sababu wanapokuja katika sehemu kama hizi manake umewagusa manake wanajamii wote katika nchi ya Tanzania. Nao baadhi ya wananchi waliokuwa wakipatiwa huduma katika hospitali hiyo wameeleza kufurahishwa na zoezi hilo, wakisema usafi uliofanyika umechangia kurejesha hadhi ya hospitali na kuifanya kuwa sehemu salama na yenye mazingira bora kwa wagonjwa na wageni. Nimekuja hapa kupata matibabu katika hospitali hii ya Mwirapongwe. Nashukuru, mazingira yake yako mazuri, ndani kuna ridhisha, kuko safi, kunapendeza, alhamdulillah. Hata nje nako kunaridhisha, mazingira yake yako safi na huduma zao pia ziko vizuri. Tunashukuru sana. Tunamshukuru Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi na vile vile tunashukuru uongozi wa hospitali hii ya Mwirapongwe kwa huduma zao. Leo nashukuru, mazingira yako fresh. Kwanza nilipoingia mimi nilitishika, niliona hapa pengine pana utofauti, lakini kumbe kwenye usafi watu wengi wameshiriki. Naona uniform tofauti, lakini usafi unaendelea vizuri na huduma vile vile hospitali hapa tunapata vizuri. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim.